Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Mzee Ngeleja kwangu mimi ni baba. Ni baba kwa maana ya kifamilia, lakini ni baba kwa maana ya biashara, lakini ni baba kwa maana ya mwalimu wa uongozi katika biashara, lakini hata katika siasa pia, nyanja za kisiasa pia. Mzee Ngeleja amegusa biashara, amegusa siasa za mkoa wa Shinyanga kwa ujumla, sio kata. Leo hii tunaweza kusema kanda ya Ziwa, Mzee Ngeleja amekuwa ni icon kubwa sana katika nyanja za biashara pamoja na siasa pia. Mimi naweza nikasema nilipata bahati kidogo ya kukutana na Mzee Ngeleja katika siku chache kabla ya mauti kufika. Mzee Ngeleja mimi nimekutana naye tarehe 28 mwezi wa 4 akiwa hospitali ya Muhimbili, na bahati nzuri nilipata wasaa wa kukaa naye siku nzima. Kwa hiyo katika hali ile ile ya unyonge, akiwa ni mgonjwa, alikuwa ni baba mwenye tabasamu kubwa sana, lakini ni baba ambaye hakuchoka kutuasa sisi vijana. Na moja ya maneno aliyosema ni kwamba, jamani vijana, acheni kabisa kiburi cha pesa. Vijana msijivunie pesa na mkadharau watu na mkaweza kuona mna kila kitu. Alisema, mimi hapa nipo nimelala kitandani, nina kila kitu, nina pesa, lakini kilichopo hapa sasa hivi cha kwangu cha muhimu sana ni Mwenyezi Mungu kunipa afya njema. Kwa hiyo hakuweza kubeba pesa yake, hakuweza kubeba umaarufu wake, hakuweza kubeba biashara zake kwamba ndio kila kitu kwenye jamii. Na ndio leo hii tunaona hazina aliyoiweka mioyoni mwa watu. Amewekeza mioyoni mwa watu kwa utu wake, kwa unyenyekevu wake, kwa ushirika wake katika shughuli za kijamii, katika shughuli za maendeleo, na kushirikiana kwa 100% na serikali kwa namna yoyote ile. Mzee Ngeleja milango yake ilikuwa iko wazi. Mimi siku nimefika kuzungumza naye na niliposhinda naye, jambo la kwanza aliniambia, naomba mpigie simu mwenyekiti wa mkoa wa chama. Na nikampigia akazungumza naye. Akaniambia mpigie mwenyekiti wa wilaya wa chama. Nikampigia akazungumza naye. Akaniambia mpigie mwenezi wa wilaya wa chama. Nikampigia na wakazungumza naye. Nikasema mpigie diwani wa kata yangu, Mheshimiwa Shija Luyombia. Nikampigia wakazungumza naye. Kwa ni mzee ambaye hata katika hali ya ugonjwa alitamani sana kuendelea kushiriki katika shughuli za maendeleo ndani ya chama chake na ndani ya serikali ya mkoa wa Shinyanga na wilaya ya Kahama. Kwa kweli mimi nilijifunza kitu kikubwa sana, na alisema natamani sana Mwenyezi Mungu anirejeshee afya hii ili niweze kurudi kuendelea kupambana na shughuli za maendeleo katika nchi yangu. Kwa hiyo aliipenda sana nchi yake. Moja ya yote tunajifunza ni mfanyabiashara, lakini kubwa kabisa ni mfanyabiashara aliyeipenda sana nchi yake. Ni mfanyabiashara aliyekipenda sana Chama cha Mapinduzi sana, na hata kufikia ulezi alikuwa wa Chama cha Mapinduzi ilikuwa sio kwa bahati mbaya. Mimi nimeshuhudia katika hali yake ya unyonge, bado alisema marafiki zangu naomba uwapigie, ndio marafiki wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo alikipenda chama, na chama kimepoteza kwa kweli mtu muhimu sana ndani ya chama, na mtu aliyekipenda sana chama. Labda jambo lako la mwisho sasa kwa vijana ambao wanafanya biashara. Kwa vijana wanaofanya biashara sekta ya madini, katika sekta ya madini, ndugu zangu, wafanyabiashara wenzangu katika sekta ya madini, Mzee Ngeleja amegusa watu wengi sana.